akaenda huko na taa na mienge na silaha. Mstari wa 4. Basi Yesu hali alijua yote yatakayompata, akatokea akawaambia, ni nani mnayemtafuta? Mstari wa 5. Wao wakajibu, ni Yesu Mnazareti. Yesu akawaambia, ni mimi. Yuda naye aliyemsaliti alikuwa amesimama pamoja nao. Mstari wa 6. Basi alipowaambia, ni mimi, walirudi nyuma wakaanguka chini. Achia kwanza hapa. Umeona hapa siku ya kwanza ilivyokuwa hapo? Yesu walipomuuliza, aliwauliza, mnamtafuta nani? Wakasema Yesu Mnazareti. Yeye akajibuje? Akasema ni mimi. Yaani kusema tu ni mimi, mweleka. Umeona siku ya kwanza ilivyokuwa? Kusema tu ni mimi, mweleka. Endelea. Mstari wa 7. Basi akawauliza tena, mnamtafuta nani? Mstari wa 8. Yesu akajibu, nimekwisha kuwaambieni ya kwamba ni mimi. Basi ikiwa mnanitafuta mimi, waacheni hawa waende zao. Mstari wa 9. Ili litimizwe lile neno alilosema, wale ulionipa sikumpoteza hata pamoja wao, mmoja wao. Soma sasa Mathayo 28:1. Mathayo 28:1. Mathayo 28 mstari wa 1. Hata Sabato ilipokwisha, ilipambazuka siku ya kwanza ya juma, Mariamu Magdalene na Mariamu yule wa pili walikwea kulitazama kaburi. Mstari wa 2. Na tazama, palikuwa na mtetemeko kubwa la nchi, kwa sababu malaika wa Bwana alishuka kutoka mbinguni, akaja akaviringisha lile jiwe alilolikalia. Mstari wa 3. Na sura yake ilikuwa kama umeme, na mavazi yake meupe kama theluji. Mstari wa 4. Na kwa kumwogopa wale walinzi wakatetemeka, wakawa kama wafu. Amen. Baba, katika jina la Yesu nakushukuru kwa ajili ya neno hili. Tazama Yesu, umesema neno lako ni roho kisha ni uzima. Asante, tunapokwenda kuliongea neno lako, uzima unakuja kwetu, uzima unaingia kwetu. Ninakurudishia sifa na shukrani katika jina la Yesu Kristo. Amen. 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 Hebu sema, mwanadamu aliyeokoka. Mwanadamu aliyeokoka Ana nyakati 3. ana nyakati 3. Ana siku 3. ana siku 3. Ana nyakati 3. ana nyakati 3. Ana siku 3. ana siku 3. Sasa kaa usikilize. Amen. Amen. Siku ukiokoka unasikia amani na furaha sana. Amen. Amen. Na kila ukiomba Mungu anakujibu. Mpaka unawashangaa wale ambao wanasema wanaomba huwa hawajibiwagi. Yaani unawashangaa kwa sababu wewe kila ukiomba unajibiwa. Amen. Amen. Hiyo ni siku ya kwanza au nyakati ya kwanza hiyo. Lakini iko siku ya pili. Siku ya pili ya Yesu alikuwa kaburini. Yamkini hata maadui zake Mayahudi walijua huyo tumeshammaliza. Japokuwa walikuwa kidogo na wasiwasi, wakaamua kuweka maaskari kulinda kaburi. Amen. Kwa nini maaskari waliwekwa kulinda kaburi? Kwa sababu walisema huyu jamaa alisema siku ya 3 atafanya nini? Atafufuka.
Yawezekana ikawa kweli siku ya tatu akafufuka. Kwa hiyo afadhali tujihadhari, tuweke maaskari kwenye kaburi. Lakini walijua tumeshamaliza. Halo? Ongeza makofi na vigelegele. Ukiendelea kusoma, hebu endelea kusoma kidogo tupate kidogo. Mstari wa 5. Malaika akajibu akawaambia wale wanawake, msiogope ninyi, kwa maana najua ya kuwa mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa. Mstari wa 6. Hayupo hapa, kwani amefufuka kama alivyosema. Njoni mpatazame mahali alipolazwa. Mstari wa 7. Nanyi nendeni upesi mkamwambie mwanafunzi wake amefufuka katika wafu. Amen. Amefufuka katika wafu. Ukisoma kule juu utaona ya kwamba ilifika mahala Yesu alivyosulubiwa alikuwa katikati ya majambazi wangapi? Katikati ya majambazi wangapi? Wawili. Yesu kasulubiwa. Lakini kati yao wote watatu, yaani wale majambazi wawili pamoja na Yesu alitangulia kufa. Ila katika Mathayo Biblia inasema, katika Mathayo Biblia isema kwamba Yesu alikufa. Inasemaje? Namsomagi. Aliitoa roho yake. Pigia Yesu makofi. Aliyesema hivi nani? Hongera sana. Una soda yako wewe. Amina mtumishi. Una soda yako wewe. Ongeza makofi na vigelegele. Biblia katika Mathayo inasema Yesu aliitoa nini? Roho yake. Na mwenyewe alishasema kabla, alisema hivi, nitalibomoa hekalu kwa siku ngapi? Na kulijenga kwa siku moja. Kwa siku tatu. Alisemaje? Rudieni tena. Alisemaje? Nitalibomoa kwa siku moja. Kwa siku tatu. Mbona mnababaika? Si msome maandiko. Kwa hiyo tunachokisoma ni hakika ya kwamba Yesu Kristo aliitoa roho yake. Na alisema kwamba Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Akaitoa roho yake. Biblia inasema katika Matthew, katika Mathayo, akaitoa roho yake. Halo. Biblia inasema ya kwamba wale maaskari wa Kirumi walianza kukata miguu, maana Yesu nao walimhesabu ni jambazi. Sawa? Yesu walimhesabu naye ni jambazi. Kwa hiyo wakaanza, walipofika kwa Yesu wakakuta amesha kufa. Hawakumkata nini? Miguu. Biblia inasema ili litimie neno lililonenwa na nabii kwamba miguu yake haikukatwa. Lakini wale majambazi walikatwa nini? Miguu. Lakini miguu ya Yesu haikukatwa sawasawa na neno la nabii. Sema amen. Amen. Sema amen. Lakini nataka unoti pointi ifuatayo. Siku ya kwanza, niseme hivi kabla siseme hiyo point. Siku ya pili Yesu ameshamzima. Maana si amezikwa. Amen. Mtu jamani akizikwa si basi anasaulika. Hata mkimkumbuka sawa, lakini alishasaulika. Watu wanaendelea kula wali. Sawa si sawa? Sawa si sawa? Sawa. Nilikuwa siku moja Mwanza kwenye mazishi. Mama mmoja alifiwa na mume wake. Hasa pale kaburini pale
mke wa marehemu ndio anakuwa wa kwanza kwenda kuchota udongo na kuweka kwenye kaburi, si ndio inavyokuwa eh? Kwa hiyo mchungaji alivyosema mke wa marehemu awe wa kwanza kuchota udongo na kuweka kwenye kaburi, wamama waliokuwa wanatembea na yule mke wa marehemu walitumia nguvu sana, kwa sababu alikuwa analia yule mama, alafu anataka kujiangusha. Nimeumbuka mwenzenu, analia, yani anajifanya hivi na nini, wanamshika na nini, anaenda anachukua ule udongo, wanampeleka mpaka kwenye kaburi. Sasa kituko kilitokea hapo kwenye kaburi. Alipofika pale kwenye kaburi, akafanya hivi, akachukua ule udongo, ukome. Sasa watu wanashangaa, mbona kilio chake na maneno yanayomtoka mdomoni ni tofauti? Halo, ndio ujue mtu akifa wengine wanalia kisanii. Usije kafikiri. Hata mimi siku moja nilienda kwenye msiba nikiwa mdogo, nilienda kwenye msiba na mama yangu mzazi. Mimi ni mtoto wa mwisho kwa mamangu. Sasa tukaenda kwenye msiba na mamangu mzazi. Alikufa tu mtoto mdogo. Tunatembea, tunaongea na mama kama kawaida, tunaongea vizuri tu, tunaongea. Tulipokaribia nyumba ile ya msiba, ghafla mama akaanza kulia kilio. Mimi nikashtuka, mama ameumizwa na nini? Yaani sikuelewa, kwa sababu tulikuwa tunapiga story vizuri tu njiani na nini. Kufika tu karibu na nyumba ile ya msiba, ghafla mama kageuka, kaanza kulia, analia kweli kweli. Na yeye anajipiga mpaka wanakuja watu wanamshika kina mama. Sasa mimi nikashangaa, na mimi nikaanza kulia. Sasa mimi nilikuwa namlilia mama, najua ameumizwa. Unaona? Kwa sababu kama mtu mlikuwa mnapiga tu story, ghafla anaanza kulia, utajua kuna tatizo. Kwa hiyo na mimi nikalia, na mimi wakanishika, na mimi nalia. Sasa walifikiri mimi nalia msiba, hamna, mimi nilikuwa namlilia mamangu. Haleluya. Amen. Kwa sababu sasa sielewi mamangu amefanya nini, kwa nini analia. Baadaye tumerudi nyumbani baada ya msiba, namuuliza mama, samahani, tulipokaribia pale kwenye nyumba ya msiba, mbona ghafla ulianza kulia na mimi nikalia na kulilia, wewe na shangaa umekufanya nini? Akacheka, akasema ndivyo inavyokuwa. Kwenye msiba lazima ulie. Jamani. Kwa hiyo wakamshangaa yule mama, alilia, anaishiwa nguvu, lakini anafika karibu na kaburi na ule udongo, alafu anasema ukome. Kumbe nasikia mume wake alikuwaga mlevi sana, anamsumbua mke wake. Sasa alishachoka, rafiki alikuwa anamwambia silife tu sasa. Akafa kweli, akafa. Kwa hiyo akasema sasa kilichomjaa moyoni sio kilichokuwa natoka hapa. Unajua mtu anakuwa na lake moyoni, alafu hapa anasema tofauti. Yule mama alikuwa na lake nini? Moyoni. Lakini mdomoni anajifanya analia kabisa, anaishiwa nguvu, kumbe usanii. Yaani kwenye misiba kuna usanii mwingi sana. Kijana mwingine naye kwenye msiba anaanza kulia kule, vijana wengine wanaanza kumshika. Yaani mpaka kwikwi. Unajua mtu analia mpaka Alafu baada ya kubembeleza anauliza hivi hapa kafa nani hapa? Sasa kwa hiyo watu wana unafiki wa hali ya nini? Ya juu sana, yani inatisha sana. Lakini wewe usiwe mnafiki, sawa? Amen. Wewe usiwe mnafiki. Amen. Amen. Wewe usiwe nini? Mnafiki. Sasa siku ya pili Yesu alikuwa kaburini. Amen. Amen. Siku ya pili Yesu alikuwa wapi? Kaburini. Alikuwa kaburini. Na watu walishamsahau. Lakini siku ya tatu
Yesu alifufuka katika utukufu mkubwa sana. Wakati Yesu anafufuka, wale maaskari wakapigwa na upako, wakazimia. Hata wakamwona Yesu wakati anafufuka, upako uliwapiga wakazimia, kwa sababu alifufuka na utukufu mkubwa. Sema amen. Sema amen. Hiyo siku ya tatu. Kwa hiyo hata mwanadamu aliyeokoka, wewe na mimi, tuna nyakati tatu. Nyakati ya kwanza, tunatembea na Mungu kiulaini. Ukitaka kitu kinakuja. Hata wale ambao wanasema Mungu ajibu, unawashangaa. Mungu wenu vipi nyinyi watenda dhambi nini? Baada anaweza kuwafikiria hata wenzake wasiojibiwa watenda dhambi. Kwa sababu yeye akiomba kidogo tu anajibiwa. Kwa hiyo anaona wengine watenda nini? Watenda dhambi. Lakini siku ya pili, hebu sema siku ya pili. Siku ya pili maana yake nyakati namba 2 katika wokovu. Nyakati namba 2 katika wokovu. Unaomba wewe, unafunga na kuomba, Mungu ajibu. Na mabaya yanakujia. Mpaka unashangaa. Wengine kwa kutokuelewa. Ndio maana kufundisha leo uelewe. Wengine kwa kutokuelewa wanakimbia mpaka kanisa. Wanafikiri labda kanisa hili lina matatizo hili. Labda niende kanisa la Mbingu Duniani, kule hakuna shida. Kumbe shida nayo yeye. Sema amen. Sema amen. Amen. Hebu sema siku ya pili. Siku ya pili. Siku ya pili. Siku ya pili ya uokovu. Mungu akushiki hivi, anakuachia utembee mwenyewe. Simona mtoto anapoanza kutembea, anatembea na jichapa chini mpaka anaumia pua, analia, hivyo hivyo. Twende, tembea mwenyewe. Tai, nani anafahamu tai? Wengine hamjui tai? Tai, ndege. Tai anapotaka kuwapa watoto wake mazoezi ya kuruka, anawabeba mgongoni mpaka juu sana, alafu anawaachia. Wanaanguka, alafu ya mwenyewe karibu wanagusa chini, anaenda chini, anawadaka kwenye mgongo, kacha. Nye, mjitegemee, mkome. Kuongeza makofi na vigelegele. Kwa hiyo hata sisi Mungu anafanyaga hivi, anatuachaga wakati fulani. Tunahangaika. Alafu najiuliza, mbona nilikuwa naomba tu Mungu anajibu, sasa hivi hata ajibu? Ilikuwa ukianza kuomba kidogo tu roho anashuka, unaanza kunena na kububujika raka sakaraba bababasha. Yaani sasa mkavu. Utakoma. Mkavu. Unajaribu wewe labda nimetenda dhambi nini? Unaanza kutubu. Bwana Yesu natubu. Hata dhambi yenyewe hata huijui. Natubu. Damu yako nitakase. Yaani unajihisi labda umetenda dhambi. Sawa si sawa? Unaanza unatubu. Kuingia kwenye kuomba hakuna kitu. Mkavu. Hii nayo kali. Mwingine anaweza kwenda mpaka kwa mchungaji. Mchungaji, mimi sielewi sasa. Naomba na kuwa tu mkavu, yani hata sielewi. Mpaka nasinzia tu kwenye maombi yenyewe. Sasa nimejipeleleza labda nimetenda dhambi hamuna. Alafu sasa na majaribu yananijia sana. Mume wangu siku hizi ndio amezidisha ulevi. Yaani pengine mpaka asubuhi ndio anakuja saa 11. Wewe Flora, fungua mlango. Fungua. Anagonga na buti mlango. Unisikii. Utarudi kwenu, wacha nyumba yangu hii. Anasema kabisa, mume wangu amezidisha ulevi. Haleluya. Amen. Badala ya kupungua, yani anamuombea lakini kila siku, lakini yeye ndo amechochea, ameweka gia ya ulevi. Ameweka gia ulevi. Sasa mimi mchungaji hata sielewi sasa.
nimejipeleleza kama nimetenda dhambi, lakini sioni dhambi yenyewe. Ongeza makofi na vigelegele. Anakutana na mambo magumu. Ndio maana nasema wengine wanahisi pengine labda ili kanisa sasa halifai, niachane nalo. Hello? Anawaza labda ili kanisa alifanya nini? Alifai. Kumbe sio kanisa. Ni Mungu anamkuza kiroho. Amen. Amen. Yaani unakuzwa nini? Kiroho. Usimame katika imani. Maana kilicho kikubwa sana ni imani. Hata kama unapinda kwenye bonde la uvuli wa mauti, unatakiwa imani yako isitindike. Amen. Amen. Imani yako isitindike. Sio kanisa. Kanisa lina shida, upako upo pale pale, ila wewe unakuzwa. Unanielewa? Lakini amen, wewe unakuzwa nini? Kiroho. Usimame na Bwana kwa imani, sio kwa sababu unaomba unajibiwa ndio ujue kumbe. Hata kama usipojibiwa, simama na Bwana kwa imani. Amen. Ongeza makofi na vigelegele. Sehemu nyingine Biblia inasema watu walimfuata Yesu kwa sababu ya mikate, si ndio? Amen. Sasa wewe usimfuate Yesu kwa sababu unajibiwa. Amina. Hiyo nayo ni mikate. Wewe usimfuate Yesu kwa sababu kila siku unajibiwa, alafu akiacha kukujibu umfuate tena, si ndio? Akiacha kukujibu hayuko. Anijibu asinijibu, mimi nang'ang'ana na Yesu. Anijibu asinijibu, mimi nang'ang'ana na Yesu. Hiyo inaitwa siku ya pili. Hebu sema siku ya pili. Siku ya pili. Anijibu asinijibu, mimi nang'ang'ana na Yesu. Amen. Hello? Amen. Nanielewa? Ajibu asinijibu, akujibu asikujibu, ng'ang'ana na Yesu. Ng'ang'ana na Yesu. Ng'ang'ana na Yesu. Nanielewa? Amen. Kwa hiyo usimfuate tu Yesu kwa sababu ya mikate. Amen. Mikate ni mambo mazuri tu, kila siku wewe unaona mambo mazuri, unajua Yesu mzuri. Yakija mambo mabaya unasema Yesu hayuko. Ongeza makofi. Au amekuacha. Haja kuacha. Hello? Amen. Hebu sema hivi, hata kama nikipita kwenye magumu. Hata kama nikipita kwenye magumu, Yesu hujaniacha. Yesu hujaniacha. Nitang'ang'ana na wewe. Nitang'ang'ana na wewe. Kwa imani. Kwa imani. Mpaka siku ya tatu. Mpaka siku ya tatu. Pigia Yesu makofi. Glory to God. Iko shida kubwa wapendwa, kutaka tu wapate mazuri siku zote. Yaani siku zote apate mazuri. Akipata mabaya Yesu hayuko, au Yesu ampendi tena. Na kuwaza labda wakati mwingine wengine wanaweza kumwazia mchungaji maovu. Mbaya kusikia kanisa mwingine anasema siku hizi mchungaji mwenyewe kaishiwa upako. Unajua kusikia watu wanazungumza maneno kama hayo? Nani kusikia maneno kama hayo? Hapa mjaye kusikia? Wanasema. Lakini kumbe yeye huyo anapelekwa na Mungu kwenye shule ya kuukulia wokovu, ila ajui. Ukipitia magumu, maana yake uko kwenye shule ya Mungu. Sema amen. Amen. Narudia tena, ukipitia magumu, maana yake uko kwenye darasa la Yesu Kristo, ambapo ukishashinda unapelekwa kwenye level nyingine ya utukufu. Ongeza makofi na vigelegele. Huwezi kusema nataka kwenda chuo kikuu alafu utaki mtihani wa form 6.
Hello? Ongeza makofi. Huwezi kusema nataka kwenda form 5. Ila unasema mimi nataka kwenda form 5 ila mtihani si utaki. Usipotaka mtihani utaenda form 5? Usipotaka mtihani wa form 6 utaenda chuo kikuu? Hapana. Sasa kuna madarasa ya kiroho kutoka utukufu hadi utukufu. Kuna chuo kikuu cha kiroho. Ongeza makofi. Mtumishi. Hello? Ukimwona mtumishi kama alivyo Nabii Ernest, maana yake ameshinda mitihani, sasa hivi yupo chuo kikuu. Ongeza makofi. Usije ukafikiri pale alifika tu kirahisi tu tayari ni nabii anaombea watu. Wewe. Kuna siku alikuwa analala usingizi hauko mpaka asubuhi. Sio kwamba anaomba. Yaani ameomba imeshindikana. Abaki amekaa labda asinzie usingizi hauji. Halo? Sikia mnanielewa ninachoongea. Ila usiponielewa utaelewa siku nyingine. Yatakapokukuta ndio unaelewa. Haya unafundisha yule mzee. Yaani inafika mahala unaweza kuongea barabarani peke yako. Unielewa? Unaongea kabisa. Shindo kweli, yaani uokovu. Mimi nifikiri watu walikuwa wanasema tambalale. Nafikiri ni hivi. Ndio hivi. Yaani hata ukisalimia ujambo marahaba. Yaani mimi nashindwa kuelewa. Upi wa kufanyia ndio hivi jamani. Anaongea peke yake. Yaani unaongea. Wala usimshangae huyu anayeongea peke. Anaongea peke yake barabarani. Usimshangae. Hiyo ni siku ya pili. Hebu sema siku ya pili. Siku ya pili. Unaongea peke yako. Siku ya pili. Bwana msemi. Hata usiposema itakufika tu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Siku ya pili. Siku ya pili. Siku ya pili. Mtu anafikiri Mungu hayuko. Siku ya pili. Siku ya pili. Mungu ananyamaza kimya. Kimya. Ananyamaza kimya. Kimya. Siku ya pili Mungu ananyamaza kimya. Kimya. Yule Mungu alikuwa ananijibu kila nikiomba, hata mbona sasa kimya? Nikifanya hivi kimya. Hata niombe kwa kuruka sarakasi kimya. Hii nayo hii. Utakuta mtu sasa kanisani kila siku enda kuombewa. Sasa sielewi. Kumbe yuko siku ya pili. Sema amen. Sema amen. Amen. Yaani siku ya pili Mungu ananyamaza kimya. Vipi hapo? Mungu amenyamaza nini? Kimya. Vipi hapo? Ajibu wala nini? Unapeleka kichwa kuombewa au poni? Siku ya pili hiyo. Unaombewe. Au ndio ule mwiba aliyosema nani? Paulo. Au ndio huu nini? Yaani unachanganyikiwa kabisa. Hiyo ni siku ya pili. Hebu sema siku ya pili Mungu ananyamaza kimya. Siku ya pili Mungu ananyamaza kimya. Siku ya pili Mungu ananyamaza kimya. Siku ya pili Mungu ananyamaza. Jiulize wewe hapa ulipo uko siku ya ngapi? Halo? Jiulize hapa ulipo leo uko siku ya ngapi? Ngapi? Amen. Amen. Sasa siku ya tatu. Biblia inasema siku ya tatu akina Mariamu Magdalena walienda kaburini wakamkuta malaika amekalia jiwe. Malaika akamwambia mnamtafuta Yesu Mnazareti, alishafufuka. Ukawaambia ufasi wake wengine, mitume wengine kwamba amesema mtakutana wapi? Galilaya, sio kaburini tena, msije kaburini huku, nendeni Galilaya. Na Biblia inasema alipofufuka Yesu, alifufuka kwa utukufu mkubwa sana.
Wale ambao walitaka kumkamata maaskari walipigwa na pawa wakaanguka chini. Amen. Hata yamkini na wewe siku ya tatu na kuambia utaondoka na utukufu sio kwa kawaida. Hata wale maadui zako waliotaka kukufanyia mabaya watapigwa na pawa, watajikuta hapo majibu. Amen. Usiogope unapopitia siku ya pili, lakini siku ya tatu yako ikija utaondoka na utukufu. Amen. Siku ya tatu yako ikija unasimama, unaamuka na utukufu mkubwa. Maadui zako wote unawakanyaga wanabaki vipande vipande. Amen. Hiyo ndio siku ya tatu, unaamka na utukufu. Siku ya tatu unafufuka na utukufu. Siku ya tatu unatembea na utukufu wa Bwana. Amen. Unasahau yote, mateso yako yote unakwenda kuyasahau. Yamkini kwa leo, pengine wengine leo ni siku yao ya tatu. Leo pengine katikati yenu ni siku yenu ya tatu. Amen. Utakwenda leo kufurahi kwa sababu utapata utukufu, utapata upako usiokuwa kawaida. Maadui zako wote utawakanyaga watakuwa vipande. Amen. Maana kwako leo ni siku ya tatu. Sema amen. Amen. Siku ya tatu ni siku ya raha sana katika maisha ya wokovu. Halo. Siku ya tatu ni siku ya nini? Ya raha sana. Halo. Leo siku yako ya ngapi? Ya tatu, ya pili? Wengine hapa siku yao ya kwanza, wengine ya pili, wengine ya tatu. Amen. Ongeza makofi. Nafsi yako ndio inajua siku yako ya leo ni siku ya ngapi. Ni siku ya kwanza au siku ya pili au siku ya tatu? Amen. Hello. Amen. Hello. Amen. Hello. Amen. Hello. Amen. Wewe leo siku yako ya ngapi? Hujajua? Yeye amejisemea, jamani mimi leo siku yangu ya pili. Usiogope, siku yako ya tatu inakuja. Amen. Muda si nini? Muda si mrefu, siku ya tatu kwako inakuja. Usiogope. Mwambie mwenzako usiogope. Usiogope. Siku ya tatu inakuja. Siku ya tatu inakuja. Pigia Yesu makofi, glory. Amen. Hakuna aliyeokoka asipitie hizo nyakati tatu. Hakuna. Lakini heri yako wewe uliyefundishwa, kwa sababu usipofundishwa ni hatari sana siku ya pili. Siku ya pili watu wanachaga mpaka uokovu. Siku ya pili watu wanaacha mpaka wokovu. Siku ya pili anajua Mungu ameshaniacha. Siku ya pili ni hatari sana. Halo. Siku ya pili ni hatari sana. Watu wanaacha mpaka wokovu. Wengine wanahama makanisa. Lakini wewe uliofundishwa neno hili, kwako sio tatizo. Utajua mimi siku yangu ya pili, siwezi kuachana na hii madhabahu ya Israeli Ukombozi kwa sababu ninajua siku yangu ya tatu inakuja. Shangilia Yesu kwa makofi na vigelegele. Najua siku yangu ya tatu inafanya nini? Inakuja. Usihangaike kwa kudanganyika. Na hiyo siku ya pili, hiyo siku ya pili, mbwa wengi sana wanakubwekea. Unapotembea wanakubwekea. Yaani mbwa anaokubwekea, sikilize, mbwa wanakubwekea au wanaokubwekea. Mbwa sio mbwa watu wanakubwekea. Toka hiyo dini. Toka hiyo madhabahu, wenzio tuko sehemu fulani, njoo kwetu. Toka hiyo dini. Wewe umemkosea Bwana, rudi kwenye dini yako ya zamani. Wangapi wamewahi kuambiwa maneno haya kwamba wewe shida umerudi kwenye dini yako ya zamani? Nani wamewahi kuambiwa hayo maneno? 1, 2. Hiyo ni siku ya pili. Mungu anakubwekea. Wanabweka. Rudi dini yako ya zamani.
hama hiyo kanisa hiyo, hama kanisa hiyo, ina laana, ina nuksi, hama kabisa, hama. Hawa ni mbwa anakubwekea. Kwa hiyo siku ya pili mambwa yanakubwekea. Wow, wow, wow. Sasa ukisikiliza mbwa nao kubwekea, umepotea. Wewe kaza kwa imani kuelekea msalaba. Sema amen. Amen. Usiende kulia wala kushoto. Biblia inasema katika Yoshua 1:8 kwamba kitabu hiki cha Taurati kisitoke wapi? Usiangalie huku wala we koma hivi. Hebu sema sitasikiliza mbwa anaonibwekea. Sitasikiliza mbwa anayenibwekea. Wakati naelekea kwenye hatima yangu ya siku ya 3. Wakati naelekea kwenye hatima yangu ya siku ya 3. Pigia Yesu makofi, glory. Simama tumtolee Bwana dhabihu.